mtaalamu ambaye yeye amejikita sana kwenye masuala ya michezo. Anaitwa Shafii Dauda, kaka yetu hapa. Bwana, brother, shikamoo. Marahaba, jambo. Uko vizuri kabisa? Alhamdulillah. Nimefurahi leo kukutana na wewe kwa mara ya kwanza kabisa. Karibu sana. Kikubwa zaidi hapa tunazungumzia tumeona Yanga wamepeleka kesi yao CAS baada ya dabi kuahirishwa. Wao kadai kwamba wanahitaji alama 3 kama sheria zinavyosema. Wewe kama mtaalamu wa soka, unaona Yanga wanayo haki kupeleka hii kesi CAS? Kwanza kabisa CAS ni mahakama ya usuluhishi. Ni chombo ambacho kiko huru kiajitegemea, na mara nyingi kimekuwa kikitumika kusuluhisha kesi za wanamichezo. Miaka ya nyuma huko, wakati kinaanzishwa ni wakati wa migogoro kwenye mashindano ya Olympic, kwa maana ya International Olympic Committee ndo walianzisha ile mahakama. Baadaye shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA lenyewe kesi zake zikawa zinaenda kule, ambazo zilikuwa zinahitaji sehemu ya kuziangalia na kuzifanyia maamuzi ya huru pasipokuwepo na mgongano wa kimaslahi. Kwa hiyo kwa muktadha, CAS ni chombo ambacho kinaweza kikatumiwa na mdau yoyote wa michezo. Yanga wameamua kwenda huko kwa ajili ya kudai au kutafuta haki. Kwa hiyo wana haki ya kwenda huko kwa mujibu wa taratibu. Kwa nini wanakwenda kule? Kwa sababu hapa ndo mimi nahisi kuna mjadala. Katika mazingira ya kawaida hapa ndani tunavyo vyombo vyetu ambavyo vinavyosaidia kusuluhisha au kutoa maamuzi ambayo inapotokea migongano na namna hii, inatakiwa hivyo vyombo vifuatwe ili viweze kusikiliza na kutoa maamuzi. Lakini kwa bahati mbaya vyombo vyetu havina mamlaka, havina meno, ila ukiangalia kwa muundo na inavyozungumzwa vinaonekana ni vyombo huru kwa maana zile kamati. Okay. Lakini kiuhalisia zile kamati sio huru, kwa sababu unakuta hizo kamati zinaundwa na baadhi ya members ambao wana maslahi ya moja kwa moja na vilabu ambavyo au wadau ambao wanakuwa kwa namna moja ama nyingine wanahusika na hiyo michakato. Kwa Tanzania hakuna chombo huru, hakuna chombo ambacho ni huru, hakuna mahakama ya michezo ambayo inaweza ikawa independent, ikawa ndo kimbilio la wadau. Okay. Kwa hiyo kwa sababu iko chombo hakipo, ni hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza ukaenda ukapata maamuzi na ukaridhika kwamba umetendewa haki. Kwa hilo nafikiri Yanga walikuwa sahihi kwenda kwenye iko chombo, kwa sababu ndio maana kipo kwa ajili ya kusuluhisha migogoro ya namna hiyo. Lakini sasa going forward, Yanga wamemanage kwenda huko. Mohamed Saidi wa Namtumbo huko, si ndio, ambaye yeye ana jambo lake ambalo linahitaji usuluhishi kati yake labda na chama cha mpira cha wilaya Namtumbo, si ndio? Ana uwezo wa kupata haki yake huko CAS au Mtimi Mwakipake kutoka Tukuyu Mbeya, ana tatizo lake, anataka kudai haki, si ndio? Kuna chombo ambacho kiko independent ambacho anaweza akapeleka shauri lake, kikakaa chini, kikamsikiliza, kikawaita upande mwingine na kuwasikiliza, na baadaye kikae chini wafanye tathmini, watoe hukumu au watoe nini, maamuzi ambayo yakitoka kila mmoja ataamini kwamba haya maamuzi yametolewa na kamati au chombo ambacho hakina maslahi ya pande zote mbili. Kwa kutokana na kesi hii, na niliwahi kuzungumza mara nyingi kwa nyuma kwamba lazima tuwe na chombo au mahakama ya michezo, simuelewa, ambayo itatengenezwa, itakuwepo hapa nchini kwetu. Na ukitoka hapo, kama shauri limeshindikana hapo, hujapata haki yako, unaweza ukaenda extra mile kwa kwenda kwenye mahakama ya michezo ya kimataifa ambayo ni CAS, ndio. Sawa. Kwa hiyo lakini unakuwa tayari kuna sehemu umeanzia
kwenye chombo cha nyumbani kwenu ambacho kina taswira ya kuwa huru. Okay. Sio ambacho chombo kipo kwa Tanzania. Sasa hapo kabla hatujaenda mbele zaidi. Sasa nini maana ya kuwa na bodi ya ligi? Nini maana ya kuwa na TFF pia kuwepo hapa kwa Tanzania kwenye ligi yetu? Kwa sababu inaonekana kama mambo yameshindikana kuchukuliwa uamuzi. Tumeona mpaka waziri husika aliwaita akakaa nao, lakini bado mpaka sasa hivi majibu hajatoka kwamba kilichotoka kwenye mazungumzo yale ni kipi. Sasa na ndio maana nasema kwamba kwa sababu hakuna hiyo mifumo, hakuna iko chombo, hakuna hiyo mahakama. Na nafikiri katika moja ya jambo ambalo serikali inabidi kusaidia ni kwenye kutengeneza mazingira rafiki ya kurahisisha kesi za namna hii ziweze kutafutia ufumbuzi. Na serikali imefanya kazi yake nzuri. Mheshimiwa waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Kabudi amefanya jambo kubwa la busara kwa maana ya kuita pande mbili, pande zote ambazo zinaonekana kuwa kwenye mgogoro na kujaribu kukaa chini na kutafuta solution. Kwa hiyo wanafanya katika mazingira hayo ya kuona kama wanaweza kusaidia kuleta kuleta harmony, harmonize ile tukio. Lakini bado mazingira hayo manake ni mazingira ambayo yanahitaji zaidi busara na kuelewana katika huo muktadha. Lakini kwa maana taratibu bado kutakuwa na changamoto, si ndio? Na ndio maana nikasema solution ni kuwepo kwa hiyo chombo, kuwepo kwa hiyo mahakama. Kwenye nchi zingine zipo. Juzi Kenya majirani zetu wamepambana na wenyewe wameunda hiyo iko chombo cha namna hiyo kwa sababu kumekuwa na migogoro mingi. Okay. Umezungumzia TFF bodi ya ligi ndio Yanga wanao. Sasa ni chombo gani ambacho ni kamati gani ambayo itapeleka hiyo kesi ambayo Yanga inadai kwamba TFF na bodi ya ligi hawajawatendea haki? Si ndio? Hizo kamati zote wanazungumzia ni kamati ambazo zimeundwa na TFF. Ndio vyombo vilivyopo. Kwa ukiangalia kwa picha haraka uone kama kuna mazingira ya kupatikana kwa maamuzi ambayo yatakuwa ni fair kwa pande zote mbili. Ndio maana nikasema ili kurahisisha, ili kumpa pia nafasi kama nilivyokuambia Mohamed Saidi au Ntimi Mwakipake. Sio kila mmoja anaweza ka afford kwenda kasi. Okay. Lazima tutengeneze mazingira ya hapa kwa sababu migogoro namna hii iko mingi sana. Kama unafuatilia hii inahusu Simba na Yanga, ndio huwa inaleta pressure kubwa na inasababisha hadi serikali kuintervene. Lakini ukienda chini huko wilayani, ukienda huko mikoani, kuna migogoro mingi sana ambayo imekuwa ikishindwa kutafutiwa ufumbuzi kwa sababu hakuna chombo ambacho ni independent kinaweza kukaa chini kikasikiliza hizo kesi, ambacho hakina maslahi na TFF, hakina maslahi na wadau. Ni chombo huru tu ambacho kipo kwa ajili ya kuzipokea hizo taarifa na kuzifanyia kama unavyoona mahakama. Muhimili wa mahakama ni muhimili ambao uko huru. Mtu yeyote ambaye anataka haki yake anakwenda mahakamani na mahakama inaendesha kesi katika mazingira ambayo ni ya wazi na haki. Wanatoa maamuzi ambayo nafikiri kwa mujibu wa namna ambavyo muhimili wa mahakama ulivyoundwa na ulivyotengenezwa ni maamuzi ambayo mara nyingi yakitolewa yanakuwa yanaleta kidogo mazingira ya watu kuwa na amani. Sawa, kwa dakika moja tu tuliona kwamba bodi ya ligi walitoa taarifa kwamba mchezo hakuna, lakini Yanga wao wakaingiza timu na wakati watu wenye mamlaka wameshatoa taarifa. Je, hii imekaaje? Yanga wapo kimakosa au wao waliamua tu kufanya hivyo tu kuvunja sheria? Kwa sababu kama taarifa imetolewa na watu wakapeleka timu uwanjani na waliotoa taarifa ni watu wenye mamlaka, hii inakaaje kisoka? No, mimi nafikiri ni ngumu sana mimi yaani ni jambo ambalo ni ngumu kwa sababu vitu sio kwani mara kwanza imetokea. Wewe umesahau kulikuwa na mechi ya Yanga na Simba, si ndio? Ambayo hivyo mechi ilisogezwa mbele. Unakumbuka? Nakumbuka vizuri. Mechi ilisogezwa mbele badala ya kuchezwa saa 11 kama Afrika sogezwa usiku. Na wakakataa. Wakasema sisi muda tucheze. Muda tucheze ule. Na muda ulipofika watu wakapeleka timu. Alafu ule muda ambao ulitangazwa hawakupeleka timu. Na mechi haikufanyika. Okay. Si umeelewa? Kwa ni vitu ambavyo vimeendelea kutokea ambavyo vinahitaji wahusika kukaa chini na kutengeneza utaratibu ambao utakuwa uko clear na uko defined na kila mmoja anauona na athari zake na yatokanayo yanaonekana. Itasaidia. Na hizi nyakati ambazo tuko nazo tulipofika hatuhitaji tena yale mazingira
ya busara ya. Yale ndo nafikiri ndo yanasababisha vitu vingi. Lakini sasa busara inatumika kwa Simba na Yanga tu. Okay. Umeelewa? Kuna masakasake mengine mangapi yanayofanyika? Kwa nini busara huwa hazitekelezwa? Kwa mfano issue ya kutokupeleka timu uwanjani. Ni timu ngapi ambazo hazienda uwanjani, wana sababu zao na wamenyang'anywa point, wamepewa watu wengine? Si wapo wengi? Wengi sana. Sasa why Yanga asipeleka timu uwanjani, wanakaa mezani kwa ajili ya kulitafutia busara. Simba asipeleka timu uwanjani, wanakaa chini kulitafutia busara. Lakini JKT asipeleka timu uwanjani, Simba anapewa point. Si umeelewa? Hatari sana. KMC asipopeleka timu uwanjani, timu hapo inapewa point. Wala hakuna mazingira ya busara ya namna hiyo. Ni kweli tunajua Simba na Yanga ziko very sensitive, lakini isitengeneze mazingira ya biasness. Okay. Si umeelewa? Kwa hiyo maana mamlaka husika ni kukaa chini na kutengeneza mazingira ambayo mapema kabla mambo hayajatokea, ili baadaye wasiweze kupata tabu inapotokea kwenye kuyatafutia ufumbuzi na kuyatengeneza mazingira ili vitu viweze kwenda. Okay, sawa. Leo saa 10 kuna mechi ya Yanga na Tabora United. Na mara ya mwisho kukutana kwenye mzunguko wa kwanza, Tabora United walipiga Yanga bao 3-1 kwenye uwanja wa Chamazi pale. Nadhani mchezo utakuwa ni namna gani siku ya leo? Ni mechi ngumu kwa maana ya nature ambayo umeelezea mwanzoni, kwa sababu ni mechi ambayo Yanga alipoteza na wanakwenda ugenini, walipoteza nyumbani, wanakwenda ugenini. Okay. Imekuwa na pressure kubwa na kinachosababisha pressure mechi hii ni mazingira yaliyopo, kwa sababu hizi ni mechi za mwisho kuelekea kumaliza msimu. Yanga na Simba wanazidiana pointi chache. Kila mechi kwao ina count. Kwa hiyo kwa sababu mechi ya kwanza ilikuwa ngumu, imeleta pressure. Nafikiri umefuatilia Tabora kule, mambo mengi yanafanyika. Okay. Na inaonyesha kwamba mechi ina tension kubwa. Kinachotakiwa ni uwanjani pale sheria 17 kuzingatiwa. Okay. Na mamlaka, waamuzi, viongozi wajielekeze kwenye mchezo, waachane na hizi siasa ambazo wanaziona zinaendelea nje ya uwanja. Kwa sababu mwisho wa siku yatafanyika maandamano, yatatoka matamko, yatafanywa mambo mengi, lakini end of the day ni kwenye pitch pale Ali Hassan Mwinyi Stadium. Watu huku 11 kinapigwa pale. Kwa hiyo kwa maslahi ya mchezo na faida ya mchezo wenyewe, inatakiwa kufocus pale na kutengeneza mazingira ya pale yawe fair. Atakayestahili kupata matokeo apate matokeo. Ni hilo. Sawa, shukrani sana. Nashukuru. Yes, bana, huyu ni mtaalamu kaka yetu hapa, legend kabisa kwenye masuala ya boli, Shafii Dauda amezungumza mengi ya Yanga, akazungumza pia